Hallelujah. Amen. Namshukuru Mungu siku ya leo. Thank the Lord for today. Kwa ajili ya uzima ambaye anatupa. Because of life that has provided for us. Haikampendeza zaidi. And it pleased Him. Sema leo. So that today. Niweze msemea. I may talk on His behalf. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Jesus be glorified. Ninafurahi sana. I'm so happy. Kwa maana ya hiyo. Because of that. Lakini kuna konsta yenyewe na bila tuzungumzie. But there is something that I found out that I'd like to talk about it. Ambayo sio nzuri. That is not something good. Mungu atusaidie sana. Let the Lord help us. Tumeruka sana. Really we jumped a lot. Saa zingine kwa kimwili wala wengine kwa kimwili sijui. I don't know. Maybe some of us are little in the flesh. Lakini ningependelea siku ya leo. But I would like today. Unisikilize vizuri. Please listen to me. Na uelewe Mungu anatafuta kusema nini. And listen to what the Lord would like to talk to you. Jina la Yesu libarikiwe. Praise the name of Jesus. Leo ni siku wanaita Thanksgiving kwa siku ya Canada, kwa nchi ya Canada. In the country of Canada today is a Thanksgiving Day. Yani wameona vizuri wamfurahie Mungu, wamshukuru. They found better to be grateful to the Lord. Sababu Mungu amewapa chakula. Because the Lord provided food for them. Ni kweli kwa baridi ukiangalia klimagisi na kwaka. Really if you can consider the word. Hakuna muda wa kutosha kusema uweze kulima. There is not enough time to garden. Lakini marigre hayo Mungu anapana chakula kwa Canada. Even though the Lord provides food to the country. Hata wenye sio wa Kristo. Even for those who are not Christians. Wanatambua basi hiyo minimum. They recognize that. Na hii wakati wanasema tumshukuru Mungu. And they said to themselves that let be faithful. Lakini kwa kanisa. But for the church. Nitaomba ufungue macho zaidi. I would like you to open your eyes. Usiishie pale. Don't stop there. Kumbuka neno moja. Recall one thing. Kabla Yesu hayakuja, before Jesus comes back, chakula ilikuwa iko. Before Jesus comes, there were food. Watu walikuwa wanakula na kuoa. People were eating and were getting married. Na chakula ilikuwa. And they were enough food. Lakini walikufa. But they kept dying. Yesu hakutosheka na kwamba dunia ilikuwa na chakula. And Jesus was not satisfied by japokuwa chakula ilikuwa mdunia. Even though there were food. Akaona vizuri akuye tu. He found better that it's a need for him to come. Ashuke Yesu. It's a need for him to come. Na huyu Yesu alifika. And Jesus came. Alielewa kuwa he found better. Kuna thamani zaidi. Something so special. Ya chakula ya mwili. Really food for the flesh. Na ndio akaita chakula ya uzima. And the reason why he brought na yeye anashuhudia anasema it testifies anayenikula the one who will be filled hata milele forever. Yeye hatakufa. He won't die. Jina la Yesu libarikiwe. Let the name of Jesus be glorified. Huyu ni yule Yesu. The same Jesus. Ambayo maandiko yanamshuhudia. That the scripture testifies. Kwa waraka wa Yohana sura yake ya 3 mstari wa 8. In the law of John just chapter 3 verse 8. Anasema ikiwa alionekana. He said that if he was manifested. Amalize kila kazi za giza. So that he may destroy all the works of darkness. Uzuni wangu uko wapi? Where is my uzuni wangu uko wapi? Where is my sorrow? Na kwamba walifuate vizuri. Listen to me carefully. Yesu alionekana kudunia. Jesus came to this world. Amalize kazi za so that he may destroy all the works of darkness. Lakini maligre hayo. Even though. Na kanisa. The church. Tunaishi hizo kazi za shetani. We continue to live the darkness world. Je, ni Yesu kazi alifanya haikuwa efikasi? Or really does it the work that Jesus did it was not enough? Utapata jibu. You have the answer. Lakini kuna problem tu. But you still have a problem. Huyu Yesu. The same Jesus. Akaona vizuri. He found better to go back to heaven. Japokuwa wenye walikuwa nao hapa chini. Even though his friends in this world. They was not happy with that. Akamwambia hivi. He told them. Ni vyema mimi niende. It's good for me to go. Maana nitakapoenda. Because as soon as I'm nitawatumia Roho Mtakatifu. I'll send you the Holy Spirit. Ambaye hata waacha wenyewe. And he won't leave you alone. Lakini atawajaa. But he will fill you. Na atakuwa mfariji kwenu. And he will be a good comforter. Yesu akapanda. And Jesus won. Na sio Mungu. He's not a liar. Roho wake akamtuma kama gisali. And he sent his spirit as he promised. Wa zamani, watu wa zamani. Ancient people. Huyu Roho wa Mungu. This Holy Spirit. Aliketi juu yao. He was a na mara naenda. And he went. Lakini kwa siku za leo. But for nowadays. Anakaa ndani yetu. He lives within us. Lakini kitu kinatia huzuni ni hii. But what is my soul? Japokuwa Roho wa Mungu. Even though the Holy Spirit. Ambaye ni nguvu za Mungu. That the power of our God. Anaitwa kuwa anakaa ndani ya kanisa. He's called to live within the church. Kama hizi za mwisho. Days like this. Lakini sisi tena. But ndio tunaishi siku mbaya kuliko wa zamani. We are living
the worst days than the past Manake days. kuna shida. There must be a Basi problem. shida ni nini? What's the problem? Mungu atusaidie. Let the Lord help us. Nitawasihi wasomaji wawili wazuri. I beg to Si maandiko marefu. They are not Mungu long. atusaidie kusoma haya. Please help us reading the Esaïe scripture. chapitre 9, 5 à 6. Isaiah chapter 9, 5 to 6. Na mwingine tusomea Esaïe 53 mstari wake wa 6 tu. And the next one we're going to read for us, Isaiah 53, verse 6. Esaïe 9, 5 à 6. Isaiah 9, 5 to 6. 5 to 6. Na Esaïe 53, verset 6. And Isaiah 53, chapter 53, verse 6. Thank you. En français au nom de Jésus dans Ésaïe le chapitre 9, 5 à 6 au nom de Jésus. Car un enfant nous est né, Sababu mwana amezaliwa kwetu. un fils nous est donné, Mwana amepewa kwetu. et la souveraineté reposera sur son épaule. Na mamlaka yatakaa begani mwake. On l'appellera admirable, Yeye ataita wa kupendeza. conseiller, Mshauri wa ajabu. Dieu puissant, Mungu mwenye nguvu. Père éternel, Baba wa milele. Prince de paix. Mfalme wa amani. Verset 6. Mstari wa 6. Renforcer la souveraineté Yeye atatia nguvu ufalme. et donner une paix sans fin au trône de David Na kuleta amani isiyokuwa na mwisho kwa utawala wa Daudi. et à son royaume. Na kwa ufalme wake. L'affermir et le soutenir par le droit Akiimarisha na kuitia nguvu kupitia haki. et par la justice. Na kupitia ukamilifu. Dès maintenant Toka hivi et sasa. à toujours. Na milele. Voilà ce que fera le zèle Angalia yale ambayo itakayotendeka. de l'Éternel des armées. Angalia yale bidii ya Bwana wa milele itakayotenda. Amen. Pastor, leo tusaidie kusoma neno 53 verset 6. I have English Bible. Niko na Biblia naenda kusoma. Isaiah 53 and verse 6. Isaya 53 mstari wa 6. All we like sheep have gone astray. Na kondoo zote zimeenda. We have turned everyone to his own. Tumegeuka kila mmoja kwa njia zake. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Na Bwana ameweka juu yetu maovu yetu sote. He was oppressed. Amen. That's it. Mungu abariki sana. Amen. Nitarudia kwa lugha ya Kiswahili. Esaïe 53 mstari wake wa 6. Nitasema tu verse moja. Biblia inasema hivi. The Bible says, Sisi sote kama kondoo tumepotea. all of us Tumegeukia kila mmoja kwa njia yake mwenyewe. Na Bwana amewekea juu yake maovu yetu sisi sote. Amen. Hizi ni habari za Yesu Kristo. This is the good news about Jesus Christ. Tunajua mzuri sana tangu mwanzo jinsi Mungu aliumba mtu. And we recognize from the beginning how the Na Lord mpango mzuri juu ya mtu. and he had a very good plan for a human being. Lakini mwanadamu mwenyewe akapoteza mpango wa Mungu juu ya maisha yake. But the human being by himself, he Na lost the good Yesu plan akaona of God. vizuri kusema And Jesus found better kusudi la wokovu ya komboa wanadamu alitimize. to restore the plan of salvation of a human Hivyo being. kama sisi tunajua As we know, Mungu akapendelea kutuokoa. please the Lord to save us. Waliotuanzia Where those who wakazitamani siku za neema they desire so much the zenye days of wokovu wa grace, ulimwengu utafikia. when the salvation of the world will be manifested. Nabii Isaya Prophet Isaiah, akayatabiri haya then he prophesied, na anasema hivi kwa mstari wa 6. and he said, verse 6. Kwa mstari wa 6 verse anasema chapitre 9 plutôt anasema And he says na in chapter 9, tazama mtoto amezaliwa. and see a son is born. Umepewa mtoto. We have given a son. Ataitwa Mungu mkubwa. He'll be called the great God, Ataitwa mfalme. a great king. Ufalme wote utakuwa juu ya mabega yake. And the power will be upon Ufalme his wote shoulder. utakuwa juu ya mabega yake. All the power will be upon his Ataitwa Mungu shoulder. mkubwa. He'll be called great Ataitwa hivi na God. hivi. He'll be called Hayo Son of tunajua God. mzuri sana. We know that very well. Esaïe 6:53 sisi anasema hivi. And 53 says, Lakini but one thing, sote tulikuwa tumepotea. all of us have been lost. Na kila mtu alikuwa akifuata njia zake. And everyone is standing on his own way. Hapa ndio maneno mawili tasulinye sana. This is the two things that we're going to talk about. Si wote tumekuwa tumepotea All of us who have been lost. na kila mtu akifuata njia And yake. everyone is standing on his ways. Esaii naye mwingine akasema kwa chapitre 9 And in chapter 9 he says, akasema lakini atakayezaliwa but the one who will be born, yeye ufalme wote all the utakaa juu ya kingdom mabega yake. will be upon his Jina la shoulder. Yesu libarikiwe. Praise the name of
Jesus. Ikiwa kuna jambo lenye ni tatizo leo, If there is ni something sababu kila mtu amegeukia njia yake. if there is something that can bring to be solved, because everyone is standing on his own way. Kila mtu amechukua njia yake kufuatana na mafikira yake. Everyone is getting his own ways according to Na ni his hapo own. kila mtu aishi jinsi anapenda. And everyone got to live his own Kuna usemo life. unasemekana mara mingi Most mkanisa, of the time in the church, aseme vie privée, vie they privée. said my private life, my private. Haikuanzaka leo, It didn't start today. tangia zamani. It's from ancient Na hili times. ndio shida kubwa But there's a great problem lenye imetumana that made Mungu ahadi zake tusiziishi. that you cannot experience. Tunasema roho wa Mungu anakaa ndani yetu We said that the Holy na Spirit atatuwezesha kufanya makubwa, God's word has to do lakini yale great things, makubwa hatuyaoni. but we don't experience those Kuna great things. shida kweli, sitakudanganya. Really, there's a great Mungu problem. atusaidie sana. Let the Lord help us. Basi na hivyo kichwa neno ni kusema hivi, Today's theme for today, uongozi wa Mungu, God's guidance. uongozi wa Mungu, God's guide, God's God's leadership. leadership. Thank you, asante sana. Uongozi wa Mungu. God's leadership. Mungu tangia mwanzo, From the beginning, namna yake aliposoma tulisoma, as we read in the Bible, aliona vizuri yeye mwenyewe akamate uongozi wote. he found out that it's a good thing for him. Haiyafikia Isaia ameyatabiria, utawala wote utakuwa juu ya mabega yake. He prophesied that all the power will be upon his Mungu shoulders. atusaidie sana. Let the Lord help Na us. ni hivyo hivyo, And the same way, wengine tunajua vizuri verse, japokuwa wengi hawapendagi kuyasikia, then most of lakini the ukweli wa neno la Mungu, the truth of the God's word. kila uongozi unatoka kwa Mungu. Every power, leadership comes from the Lord. Kila uongozi unatoka kwa Every Mungu. leadership comes from the Lord. Mungu ametia uongozi And the Lord has established a ndani ya maisha ya leadership kila mmoja wetu, in everyone's life, kusema tusaidike kuongozwa so that we may be assisted kufikia penye Mungu anataka and tukue. reach where the Lord wants us to reach. Lakini shida ni kuwa The great problem mara is mingi that wanadamu wameyakataa. most of the time people Basi don't inamaanisha understand. nini? What does it mean? Kila uongozi Every leadership unatoka kwa Mungu. comes from the Lord. Mungu atusaidie May sana. the Lord help us. Unaweza maisha inaanzia hata kunyumba, Even mfamie kunyumba, in the family from huko home, bibi bwana na watoto. there is a man, Mungu mwenyewe wife, akatia kiongozi. and the Lord himself established. Usinielewe mbaya, Don't listen to me so bad. usinichukie, Don't hate me. sitakwambia mkichwa yangu. I want to know Ni Biblia, neno la Mungu. That's the word of the Unaweza Lord. ukaitikia nalo You can accept it wala ukalikataa, or refuse it. sitaongeza na I sitapunguza. won't add, I won't Ni hivyo. reduce. That- Mungu akamtia Bwana awe kichwa And the Lord made kiongozi wa the nyumba. husband to be the head of Haishie the house, pale. to lead the house. Kunakuwa hata kumakazi, Even at our jobs, kunakuwa viongozi hata we mkazi. have leaders. Na kwa maisha ya kiroho The spiritual ni vile life, vile. the same way. Tumefunzwa siku We zilipita have been taught kuhusu vipaji vya Roho Mtakatifu. about the spiritual gift. Mungu akapana karama za Roho And Mtakatifu. the Lord provided the Na spiritual shabaha gift moja by one object, kusema sisaidiane so pamoja that they may help each other kujenga mwili wa Yesu. to build up the body of Kumbuka Christ. mzuri, Remember, Biblia inasema remember, Yesu anataka and Jesus wants kanisa litengenezwe His church to be built up. munamna yeye siku atarudia, in the way when he comes kanisa back, lionekane the church bila may lawama be mbele za Mungu. blameless in His Na ni presence. hapo Mungu That's why Jesus anaitabiri maautorite established yeye authority mwenyewe that Himself, ameona wanafaa, He found that they si deserve. kwa kusema wainue, Doesn't mean that He wants to lift si them kwa up. kusema apatie vicheo He fulani, wants to give me them lakini titles. kusema But He wants. kutumikie juu ya kanisa, They can serve the church. kulitengeneza They can- ili siku Yesu atakaporudi So that when Jesus comes kanisa back, liweze kuonekana bila lawama the mbele za church may show His presence blameless. Mungu. Atusaidie May the sana. Lord help us. Mungu atusaidie, The Lord help lakini us. bado kuna shida tu, There's still a problem. lakini Mungu anaitabiri uongozi But the Lord has established na them. huyu uongozi anaopatia mamlaka. And He gave to them power. Sijui jua analifaa I vile, don't know what He did. lakini now. njoo kisaifaa That's what He found in them. ilimpendeza. It pleased to Him. Hatuna wa kusamba naye, We don't have anyone ni to ndio, ni ndio. Yes, they Mungu did. atusaidie sana. The Lord assist us. Ye huyo Mungu, The same God. turudie nyuma We kidogo. can go back a little bit. Kuna taifa lake la Israeli There's His people of Israel. lenye yeye mwenyewe Mungu Himself God. anachagua. He Mungu chose. anachagua taifa la The Israeli Lord chose that nation of Israel. na akasema yeye mwenyewe ataliongoza taifa And lake. He decided by Himself that He's going to lead that nation. Na kweli Mungu akaiongoza taifa la Israeli. Already He started leading the nation. Haiko wakati Mungu aliongoza Israeli, haiko Israeli tu ndio ilikuwa taifa. Or when He was leading Israel, that was not the. Kulikuwa mataifa mengine. There was other many nations. Lakini hili taifa la Mungu But this chosen nation, yeye akasema mimi mwenyewe He said, nitaliongoza. I by myself
themselves. Na kweli Mungu alipoongoza taifa lake, When he was leading his people, waliishi tofauti na they wengine. had a different life. Namna yao ya kusema ilikuwa The way of tofauti. talking was Namna ya different. kuishi ilikuwa The way nyingine. of living was Walikuwa different. na maisha tofauti. They had a different life. Hatutayasoma ni marefu. We want to read it, it's too long. Lakini mniruhusu tu nitasoma verse moja. Please, if you can allow me to Mnisamehe read sana. verse. Naomba Mungu mnifuate vizuri. Ni Samueli wa kwanza sura yake ya 8, Book of First Samuel. kuanzia mstari wa 4 hadi mstari wa 6. First Samuel chapter 8, 4 from verse 4. Biblia inasema The hivi. Bible says, Kisha wazee wote wa Israeli all the ancient Israel, wakajikusanya pamoja, they gathered. wakafikia Samueli kwa Rama, And approached wakamwambia, Samuel, saying, tazama, See, wewe ni mzee you are now na old, wana wako and your kids, hawaendi katika njia zako, they are not behaving utufanyie mfalme atatuhukumu kama mataifa now choose yote. for us a king who judge us Lakini according neno to the hili nation. halikumpendeza Samueli And this wakati is what it pleased waliposema Samuel when they were speaking. utupe mfalme atuhukumu. king. Samueli akaomba Mungu. Samuel Bwana akamwambia Samueli, God told him, hii ndio napenda msikie mzuri. Bwana akamwambia Samueli, the Lord told sikiliza sauti ya watu listen the voice katika of yote people wanayokuambia, kwa maana hawakukataa wewe, They didn't deny lakini you. wamekataa mimi nisiwe mfalme juu yao. They denied me to be a king Verse over 70. them. Verse Kwa 70. namna ya matendo yote walioyatenda tangu siku nilipowatoa katika Misri hata siku hii ya leo, wameniacha wakatumikia miungu mingine, ndivyo wanavyotendea wewe vile vile. Basi sasa usikilize sauti yao, lakini uwashauri sana kuwaonyesha namna mfalme atawatawala. Mungu atusaidie sana. Let the Lord help us. Mungu anatawala Israeli. Jesus is reigning over Taifa Israel, lake. his nation, Wakati nafika and a certain Israeli time, nafika, Israel say, wanajiunga pamoja, wanamwambia tu, unajua nini? they gathered and they said, Siye "No, Samueli hatumtaki tena. we don't want Samuel. Tunataka ufanye hivi. We want to do this. Wewe tutafutie mfalme mwingine Look for us another king. mwenye atatuhukumu wala atatuongoza Gonna lead us kama vingi mataifa mengine like yote, other nations. kama mataifa mengine Like yote. other nations. Samueli hakupendezwa na neno hili. And Samuel was not pleased. Alijua kusema bandugu, huyu Mungu aliwaongoza mzuri. Ni kitu gani wanaona hapa? That this Lord has Hakuna been- mbaya yote waliona, There's nothing lakini wrong. wakaona vizuri tu wakuwe na mfalme mwenye atawatretee sawa gisi wafalme wengine The wanaongoza. one who is leading them. Nambo wakamfikia Samueli, Then they put Samuel. na Mungu anamwambia Samueli, And the Lord told Samuel, acha huzuni. Don't Haiko mind. wewe ndio they wanakataa, are not denying you. banakatala mimi I'm the Mungu one that they are denying. nisikuwe mfalme juu ya To maisha be yao. a king over them. Mungu atusaidie sana. Let the Lord help Hili ndio us. tatizo ndugu zangu. This is the biggest problem. Je, nguvu za Roho Mtakatifu zime-expire kusema wa zamani The power of the walikuwa Holy Spirit has wakisimama expired. na washujaa? Leo nguvu za So Mungu that zime-expire. those who advanced us were standing in power more than what we are doing today. Jibu ni kusema nguvu za Roho Mtakatifu has-expire. The power of the Holy Ni Spirit zile cannot zile. expire. Lakini kuna jambo moja But there is one ambayo thing inafanya kusema leo sisi that made us tusimwone Mungu but we may not experience wala tuishi tu the sawa wengine wote, pretend to ni live wakati like other tunakatala uongozi wa Mungu. people. It's when we are denying Mungu God's atusaidie guidance sana. in our lives. Israeli ishi mzuri, Israel is living very well. wakatembea vizuri, Walking very well. lakini na walikuwa na thamani sana, And they were so precious. walikuwa na thamani They were sana. so precious. Mwisraeli alikuwa na thamani ya kuwa And Mwisraeli, Israel was so precious. lakini siku maka pateza valere But the one day he lost all the akakuwa garbage sawa wengine wote He thamani became a sana. garbage like other nations. Unajua ni siku gani? You know which day? Ilikuwa siku walikatala uongozi juu ya maisha ya Mungu juu ya maisha yao, It's the day that they Na Valeria denied inaishi. God's leadership upon their lakini lives. Mungu anamwambia Samueli hivi, But the Lord told Samuel, Samueli, Samuel, wewe ndio mimi wananikataa, I'm the one that lakini they- haina shida tu, There's no problem. wewe fanya hivi wanataka. do what I Lakini want. verse 9 ilisema But in verse waambie 9, mzuri Tell them, namna gani huyu mfalme atawafanya. tell them clearly the way that this king. Hatutayasoma ni marefu sana, We want to read that. hatutayasoma ni marefu, We want to read that. lakini tukisoma hata kunyumba ukifika tokea Even verse if you can 9 reach home, just read. aseme atakamata wabiti zenu, watawanyang'anya wabibi, watoto wenu watageuka watumwa, vitakuwa hivi na hivi. Na kwa Take kweli your hicho wife, kisilikuwa your daughters and your children become slaves. nitangia siku walikatala uongozi wa Mungu From juu the ya day maisha that yao. they denied the Lord's
leadership upon their lives. Mungu alitukufia ni kweli. Really, Jesus died. Yes, Mungu amekusudia kutuokoa kupitia Yesu He Kristo. decided to save Na us Yesu through alikufa Jesus. kweli, sikatai, ni kweli. And really, Jesus Na Mungu died. asifiwe kwa hiyo. Thank God for that. Yeye alipanda. He went up. Alisema hata tuacha. And he said he's going to Na akaitabiri uongozi fulani and he established certain kwa leaders ajili ya kutuongoza to vizuri. lead us very well. Kwa ajili ya kutuongoza To vizuri. lead us very well. Lakini mwanadamu mwenyewe But a human being, anakataa uongozi wa Mungu. he's denying Mungu God. atusaidie sana. Let the Lord help us. Mwanadamu mwenyewe anakataa kuongozwa na He Mungu. refused to be led by the Kila Lord. mtu anapenda atembee sana ndani. Everyone wants to walk according to his own Mungu way. atusaidie sana. Let the Lord help us. Uongozi huyu kama Mungu aliutia, If the Lord established hataki them, vitu viwili. he doesn't want two things. Nilisema mzuri, hataki kuinua mtu juu ya mwingine, He doesn't want to lift lakini someone upon mpende tu us. amtie pale juu aongoze wengine. But he wants us to establish someone Kuna to lead us. kuongoza na kuna kuongozwa. There's one who is there is the one who is leading, another one who is led. Asante. Na shabaha yote ni kusema watii. And the only objective is that just to obedience. Unaweza ukasema saa zingine namna gani mtu aniongoze, mimi namsidia masomo. Unaweza msidia masomo, unaweza msidia maji, unaweza msidia vitu gani? Maybe Lakini you Mungu can aliona say, mzuri tu how come that akuongoze, you ni can hivyo ni lead, hivyo. someone can lead you? Wewe kitu Mungu anataka kwetu ni kusema more educated than kutii he. tu. What the Lord wants you just to be obedient. Kumbuka Mungu tena mwenyewe Remember, Lord ni himself, juu ya huyu utawala wote. he said, he was above all these kingdoms. Mungu ni juu ya utawala wote. The Lord Na is Mungu above mwenyewe all. ni neno lake. And his Maana yake leadership, kama kuna uongozi wote if there is a leadership, ndio ukuwe, yes, lakini tuna neno Mungu alituachia vizuri but to have the ambayo word ni of the Biblia Lord, that's the Bible. ambayo tunapaswa kufuata vizuri. We are called to follow the Lakini leo Bible. hatuyafati. But today we are not following the Mungu Bible. atusaidie sana. Let the Lord help us. Wakati mwa Yesu At one time the Lord, alikuwa akiomba. he was praying. Alikuwa akiomba He was praying. kwa siku 40 bila kunywa bila kula. For 40 days without eating ever. Ni kweli mwili ulikuwa mdhaifu. Really he was weak. Alikuwa amechoka. He was tired. Shetani naye And the akatokea. devil came. Anamwambia nini? Told him, Unajua you know, kama wewe ni mwana wa Mungu, really you are the son of God. hili lijiwe ligeuze mkate. This is a stone that's turned to be a bread, to become a bread. Hili jiwe ligeuze kwa mkate. And this stone to become a bread. Neno linanijenga, napenda uelewe mzuri. This Yesu akamwambia usidharau Mungu wako. and Jesus told him, Hayakuwa don't test shida. your God. Kusemesha kweli, Yesu alikuwa na njaa. Mwili ulikuwa na In njaa. truth, Jesus was hungry. Ni kawaida ya mwanadamu, kama mwili una njaa lazima ukule. It's a really habit of a human being when Lakini you are the hungry. fact ya kusema mwili una njaa The fact that haitanifaa kusema ni mtii shetani. it doesn't push me just to obey the devil. Naomba mnielewe mzuri. Listen to me carefully. Kusema mwili una njaa The fact that na the mwili flesh unahitaji is chakula hungry and needs food. ndiyo kweli. Really is Lakini hii haitanikataza kusema mimi nisikie shetani anasema. It doesn't really, Njia nyingine ndio Mungu anataka kusema. it doesn't give me any reason to obey the Na devil. huyu Yesu And Jesus ndio mwenye anakamilisha kila maandiko yote. now is concluding Kwa all the Timotheo wa words. pili In the book of 2 Timothy, chapitre yake ya pili mstari 19 hatutaisoma. chapter 2 verse Biblia inasema maneno yafuatayo. Lakini msingi wa Mungu na leo bado huko. Today Na the umeandikwa Lord's kusema foundation stands. Mungu anajua walio wake. The Lord recognizes his Nazungumzia own. nasema msingi wa Mungu. I'm talking about God's Kuna foundation. msingi wa Mungu na kuna msingi wa wanadamu. There's God's foundation and foundation of the Msingi wa wanadamu kama constitution za dunia. Leo wanasema hapana kwa homosexuality. Today they say no. Kesho kama vinavyoavantage njia moja wala nyingine constitution itabadilika. And tomorrow they change yes to homosexuality. Watu wanajaribu kusema waitabulie amani muinchi. They can try to Wanasema hakuna kupigana. say no fight. Lakini kesho wana kama watu wako nakufia bure. And tomorrow people are dying. Wanageuza sheria na kuwa ni legitime defense. And tomorrow they change this. Ulipigwa zilonga asali kwanza. As you said, Ilifaa ujidefendre you have to na mimi fight. nitapigana. And you're gonna fight Hiyo ni back. misingi ya watu. That's the people's foundation. Hiyo ni misingi ya watu. That's people's Na foundation. kila siku inabadilika And keep changing kufuatana na jinsi dunia inatembea. according to the word. Lakini nitakuzungumzia msingi wa Mungu. But the Lord's foundation Na leo bado. today it stands. Msingi wa Mungu Lord's na leo foundation bado huko. up today stands. Kama ni kutihi, If it's ni obedience, kutihi. it's obedience. Hakuna sababu yoyote There's no ya reason kutokutihi Mungu. that can push you not to be obedient. Hakuna sababu yoyote There's no yenye reason inaweza kufanya mimi sikutii That can- sababu ya fulani hivi, I can- sababu ya kitu fulani. I want to be obedient. Ni njara, ni kuonewa, ni nini?
wewe tii Mungu tu. You are called to be obedient to the Lord. Na hii kitu ndio wa zamani walitushindia. And these people who have first had, Yenye Mungu aliwaongoza, Lord was leading them. hawakutafuta kutia na logike ya mtu kusema lakini logikema haiwezekani. They didn't want us to go that. Waliyakamata gisi Mungu aliyasema, They considered the same sababu way walielewa God kama said. Mungu ana akili zaidi ya mtu, Because they knew that the na Lord is wakasema si more tutakili wise tu than sababu neno la we Mungu. are. And they decided to Waliona utukufu wa Mungu because si leo ni shida. they considered God's glory. But Makanisa mengi hata leo hata mtu kuombea kichwa tu, kichwa kinaruma many churches even just na pray kichwa for. hakitanyamaza. You can just pray for headache. Tunaumizaka sana, And sio kama the person is lakini not. tunasema But we say Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. the Holy Spirit is living in Lakini you. wa zamani Roho wa Mungu haukaa ndani yao. Alishuka kwa wakati kidogo The Holy Spirit was not living with them. na akajiendea. He was coming for Na viwete stepping walitembea. but they were walking. Sisi hata kichwa tu ingali shida. Even a headache is a great problem. Waliitika kutii Mungu. They accept to be obedient Waliitika to the Lord. uongozi wa Mungu. They accept to be led Kama by the kisi Lord. ulikuwa The same na way wakamwona Mungu kweli. And they really found Mungu out atusaidie that sana. the Lord help. Mungu anataka tumtii. The Lord wants us to obey. Mungu anataka kila mtu asitembee njia yake, He doesn't want us to lakini walk on our way, tutembee sero yeye mwenyewe kisa anataka. but to work according to His will. Naomba msomaji mzuri, I would sita like ukaweza kweli. I would like another reading. Wakorinto wa pili 2 Corinthians. sura yake ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 6. Nitaomba kumsomaji wa lugha ya Kiswahili please. Wakorinto wa pili sura 10 2 Corinthians chapter 10, 3 à 6. verse 3 up to 6. Msomaji wa Kiswahili tafadhali tusaidie. Sura 10 mstari wa 3 hadi 6. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Let us read in the name of Jesus. Kwa maana hata tunatembea katika mwili, Even though we are walking in the flesh, hatufanyi kwa maana hata tunatembea katika mwili, even though we are walking in the flesh, hatufanyi vita kwa namna ya we mwili. are not fighting in the flesh, Maana silaha za vita vyetu si za mwili, because our weapons are not coming from the flesh, lakini zina uwezo katika Mungu but they are mighty in the Lord, kuangusha maboma ya vita, to pull down all kind of stronghold, tukiangusha mawazo na kila kitu to pull down all the thoughts cha juu kinachonyanyuliwa juu ya elimu ya Mungu, that can stand against God's knowledge, tukitia kila wazo katika utumwa wa Kristo, and bring every kind of thought under the leadership of Jesus Christ, tukiwa tayari kulipiza maasi yote, and be ready to fight against every kind of disobedience. wakati utii wetu utakapotimia. Amen. When Naomba we be msizurudie faithful verse in 6 our ku verse obedience. 6. Please, verse 6. Tukiwa tayari kutimiza tukiwa tayari kulipiza maasi yote tafadhali, As we will be ready to stand against every kind of disobedience. wakati utii wetu utakapotimia. Amen. When we will be faithful to Hallelujah. our obedience. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Huyu ni Paulo anasema, This Paul is saying kuna konsai liko mkanisa. there's something that you Haya find. si ya leo tu. It's not for today. Na Paulo ameyaona. And Paul Ilikuwa ndani ya discovered kanisa la Korinto kwa wakati. was in the church of Na Corinth. leo hii kitu imeendelea. And these things